Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kusalia nasi. Tuendelee mbele zaidi katika upande wa biashara na uchumi, ambapo tuanze na hili. Wafanyabiashara wa soko kuu la mjini Njombe wameendeleza kampeni ya kufanya usafi wa mazingira katika soko hilo, ikiwa ni hatua muhimu ya kuuza bidhaa zao katika mazingira safi na kuvutia wateja. Michael Patrick anatueleza. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha huduma zinazotolewa katika soko kuu zinakuwa katika mazingira safi na salama, jambo litakaloongeza imani kwa wateja pamoja na wageni kutoka maeneo mbalimbali nchini wanaowasili mkoani hapa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi kitaifa Mei Mosi mwaka 2026. Tunaweza tukazungumza kusema mtu asiyefanya usafi atapewa faini ya 50,000. Lakini watu hawajawahi kutozwa 50,000, wanajitambua wajibu wao. Kwa kweli Njombe sisi tumekuwa ni wasafi kwenye soko letu. Kila wakati tunapoingia kwenye maeneo yetu ya biashara tumeshajijengea sana tabia yetu ya usafi. Ni wengi hawafanyagi biashara, wanapokuwa wanafanya biashara wengine wanashindwa kufanya usafi katika mameza mule chini ya ukungu wa mameza. Na ndio maana kila mmoja machinga ameshika ndoo, ameshika fagio. Kwa mujibu wa meneja wa soko kuu la mjini Njombe Enos Lupimo, amesema usafi wa mazingira ni utaratibu wa kudumu waliojiwekea ili kuongeza idadi ya wateja na kuboresha taswira ya soko hilo. Kwa hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa yanayokuja kufanyika hapa. Wageni wanaoingia wakute soko safi, wageni wanaoingia wakute sehemu wanayolala, mitaa yetu, mahoteli yote ni masafi. Swala la usafi ni muhimu kwa wananchi wote, kwa maana ya kwamba tunapoweka mazingira yetu safi tunajikinga dhidi ya magonjwa ambayo yanaweza kusababishwa na uchafu. Naye diwani wa kata ya Njombe mjini Deo Mazao amesema tayari utaratibu wa kuwanasa watu wanaotupa takataka hovyo umewekwa, ikiwemo kuchukua hatua kali dhidi ya wanaokiuka taratibu za utunzaji wa mazingira. Toa elimu kwa kila wakati. Tumeweka mabango ya kueleza kuwa usafi ndio kila kitu, hatutaki uchafu. Na sasa tunaenda kutoa semina hadi kwenye vyombo vya daladala, bajaji. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Wachimbaji wadogo madini wilaya Chunya mkoani Mbeya wameomba serikali kuendelea kutatua changamoto zilizopo katika sekta ya madini, ikiwemo umeme mdogo na wachimbaji wadogo kutoaminika katika taasisi za kifedha, hali inayosababisha kukosa mikopo ya kuanzisha mitaji. Mwanahabari wetu Epimako Apolinari anatueleza. Wachimbaji hao wamesema tatizo la kukosa mikopo katika taasisi za kifedha linatokana na kutokuwa na dhamana na kuishauri serikali kuona namna bora ambayo wachimbaji hao wanaweza kuaminika na kukopeshwa bila dhamana. Teknolojia imepanda, wangeweza kufikiria namna vile wanaweza kuwasaidia wachimbaji wadogo, na hasa tukifikiria hata leseni zao zinaweza zikatumika pia kama dhamana. Lakini mara nyingi umeme umekuwa kama ni mdogo, umeme ni mdogo, kwa hiyo tunahitaji sana umeme. Bunge wa jimbo la Lupa Masachi Kasaka pamoja na mkuu wa wilaya ya Chunya Alhaji Mbaraka Batenga wamesema kuwa wamepokea changamoto hizo na kutakuwa na kikao na taasisi za kifedha ili kuona namna ya wachimbaji kukopesheka. Tutakaa kikao tuone namna bora na nzuri za kwenda kuwakopesha wachimbaji wetu ili waweze kwenda kupata mitaji ya kutosha na kwenda kupiga hatua mbele zaidi. Niwahakikishie kufika mwezi wa 6 tunakuja kuongeza uwezo wa umeme kutoka megawati 11 tulizonazo mpaka megawati 15. Kiripoti kutoka wilayani Chunya mkoani Mbeya, Epimako Apolinari, Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio nitamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi, hii ni Channel 10 Plus.